Na Mungu katika ujumbe huu anatufundisha ya kwamba Mungu ameweka majira katika kila kitu chini ya jua. Na majira hayo tunayaambiwa katika neno hili ya kwamba kuna kusudi. Kila jambo na majira yake, na kuna wakati na kila kusudi chini ya mbingu. Na katika neno lake anasema ya kwamba kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Kuna wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Kuna wakati wa kuua na wakati wa kupoza. Wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Sauti iko chini, makiani sijui. Leti zimeisha na iko vipi. Wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Kuna wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Haya yote yanaitwa wakati. Bwana Yesu asifiwe. Ni mambo ambayo yanaendana katika vizazi tulivyo navyo, ama katika ulimwengu tulio nao sasa. Ujumbe huu ni wa zamani sana, zamani zile za Solomoni. Lakini sasa unazungumzia maisha yetu. Unazungumzia kizazi, maana wakati ule ulizungumzia vizazi vyote. Na ukawa ni wakati wa wana wa Israeli. Lakini sasa wana wa Israeli ni wewe na mimi. Na vizazi hivyo ni wewe na mimi. Na hata vizazi ambavyo bado havijazaliwa, lakini vyote vinaitwanishwa kama ni vizazi vyote. Na ujumbe huu unanena kuhusu nyakati. Na katika chini ya mbingu kuna kusudi ya kila jambo linalotendeka chini ya jua. Na kusudi hilo lina mafundisho katika maisha yetu. Lina mafundisho katika maisha ya kiroho. Na lina mafundisho katika maisha yetu tunayoishi kila kunakoitwa leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mhubiri akayanena hayo ya kwamba kuna majira ya kufa na kuna wakati wa kupozwa pia. Kuna wakati wa kucheka na kuna wakati wa kulia. Kuna wakati wa kubomoa na kuna wakati wa kujenga. Lakini hayo yote yanakusanyiwa na kuwekwa sehemu moja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na katika ujumbe wangu ule ningependa niulinganishe na kitabu kile cha Luka mtakatifu 5 kuanzia 1 hadi 7. Msomaji wangu endelea kunisomea. Kitabu ni cha Luka mtakatifu mlango wa 5 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 7. Ikawa makutano walipomsonga wakilisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika chombo kimoja, ndicho chake Simoni. Akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani, akaketi, akawafundisha makutano hadi chomboni. Hata alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumesema ya kwamba tutajifunza kuhusu majira na imani. Na katika kitabu cha Mhubiri tunasoma kuhusu hiyo majira. Na mifano katika hiyo majira. Tunaona hiyo mifano ya katika majira kwamba kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Kuna wakati wa kupanda na kung'oa kilichopandwa. Kuna wakati wa kulia na kucheka. Hiyo yote ni mifano. Na kuna wakati wa kunyamaza na kuna wakati wa kusema. Hiyo ni mifano katika wakati. Lakini katika imani tunapata ujumbe kuhusu Petro ya kwamba alifanya kazi usiku kucha, na katika majira yale ya usiku kucha kukesha katika kuvua hakupata kitu, lakini kukachukuliwa mfano neno la Mungu ambalo tunapanda siku ya leo. Neno la Mungu likamjia kwa mfano Yesu Kristo, likamjia na kumwambia ya kwamba tweka hadi kilindini
tutazishusha nyavu. Lakini jibu ambalo Petro aliliachilia ni kwamba, Bwana mkubwa, tumezifanya kazi usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako tutazishusha nyavu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa neno lako, hatua ya imani, majira na imani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ana ratiba yake katika maisha ya mwanadamu, na nisome ya kwamba ujumbe huu wa siku ya leo unamhusu nani hasa. Hata ingawa ujumbe huu uliandikwa zamani, lakini waumini wote unawahusu ujumbe huu. Hata mimi naye hubiri ujumbe huu unanihusu. Hata wewe unayenisikiliza bado ujumbe huu unakuhusu. Ujumbe huu unafundisha kuhusu subira na kumwamini Mungu katika majira tofauti tofauti ya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Natufundisha kuhusu subira na kumwamini Mungu. Inafika majira tunapanda, lakini kupanda kwetu wengine tunapanda kwa machozi. Kuna wengine upanda kwa furaha na wengine wakapanda kwa machozi. Na katika mtu anapopanda anakusudia kilicho chema katika kule kupanda kwake. Tuchukulie ni mfano wa majira. Sasa ni majira ya mvua ya vuli. Watu wanaingia shambani na kupanda mbegu. Anayeenda shambani ni mkulima. Anapopanda ile mbegu, hapeleki mbegu ambayo imeoza. Anapeleka mbegu ambayo kitarajia ya kwamba ina uhai na itaota na izae matunda. Mkulima akifika shambani, akishatayarisha shamba, akimaliza kwenda kupanda, ni muda wa kupeleka mbegu shambani. Anapoiweka mbegu ardhini, ana muda wa kusubiri. Bwana Yesu asifiwe. Si kwamba anapata tayari mavuno. Kuna majira ya kusubiri. Kipindi kile cha kusubiri, hicho ndicho kipindi cha majaribu. Je, mbegu ile itaota? Je, mbegu ile italiwa na wanyama ama italiwa na ndege? Ama mvua itanyesha kubwa, mafuriko ya bebe ile mbegu, miche imeanza kuota na isombo iende. Hicho ndicho kipindi ambacho mkulima huvumiliana nacho. Kuje kiangazi, bado mvua imekata, kuje kiangazi kile labda kikaushe, miche iname chini, isitoe mahindi ama isitoe mavuno. Amwagilie na mbolea, atafute njia vile atakavyosaidia shambani, lakini bado hakuna namna. Bado inaitwa majira, lakini bado anasubiria ya kwamba labda mvua itakuja. Bado hata haingizi mifugo kuchukua ile miche kuwapatia. Miganda haing'olewi na kupaa ng'ombe hivi. Kitambo ni mkulima ameingia shambani, ameenda kung'oa miganda, anapelekea ng'ombe. Ujue hapo ni final decision. Hapo kabisa amefika mwisho. Lakini wakulima hasa Mijikenda si rahisi. Apande na ingize tu mbuzi ama ng'ombe zikakula ile mahindi pale. Uongo. Hata ukajaribu kuachilia kinyama chako kiingie pale, utapigwa fine. Bwana Yesu asifiwe. Na muda wote ulikuwa nao wakati wa Disemba na Januari yote ilikuwa ni kiangazi kikali sana. Lakini mkulima aliyekuwa amepanda mbegu zake shambani alivumilia katika kiangazi kile mpaka alipoona ya kwamba hakuna tumaini la mvua. Hapo ndipo alianza kuruhusu ng'ombe waingie. Sasa bado mkulima yule ambaye alikosa matumaini, matunda hakupata, bado ameingia tena shambani, amepanda mbegu, bado nasubiria na kutazamia ya kwamba labda mvua ya vuli itakuwa ya faida. Ako na imani ya kwamba nitapata. Bwana Yesu asifiwe. Vivyo hivyo katika ujumbe huu unatufundisha katika maisha yetu, ule muda wa kupanda kama wachungaji ama waliookoka, tunapanda neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unajiuliza tunapanda nini katika wokovu? Haleluya. Hata huduma unayoipewa si huduma tu ya kwanza tu leo umeomba uchungaji na basi uchungaji huo uwe mkubwa tayari uinuka ufike juu tayari mpaka sifa zivume kule juu. Hapana. Ndio umepakwa mafuta katika hii madhabahu, umepewa hiyo huduma ambayo umeipewa. Sio kwamba basi ni tambarare tayari amani itaflow tu hivyo. La hasha. Nikufundisha jinsi ya majira vile yanavyoenda. Bwana Yesu asifiwe. Sote tunapanda, lakini ambacho kinapandwa ni kitu ambacho kinasaidia katika maisha ya kiroho. Ni nini hasa tunapanda? Tunapanda neno la Mungu kama wachungaji. Tunapanda matendo mema. Tunapanda maombi na tunapanda sadaka
na huduma. Bwana Yesu asifiwe. Kama hivi tunapanda, ukiletewa kikapu ukitoa umepanda. Hayo maombi unayoyaomba kila siku unapanda. Kufunga unakokufungia unapanda. Bwana Yesu asifiwe. Tunapanda neno la Mungu. Huo ni wakati wa kupanda, unaitwa wakati wa kupanda. Neno la Mungu ni maisha ya kiroho. Tunamaanisha kwamba tunapanda neno la Mungu, matendo yaliyo mema. Tunapanda maombi na sadaka na huduma. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaambia katika maandiko yanasema ya kwamba kila ambacho mtu anapanda ndicho anachovuna. Basi nategemea huyo mwanadamu anapanda nini? Anapanda mema ama anapanda uharibifu? Bwana Yesu asifiwe. Majira haya kuna wakati wa kungoja ambao ni majira ya ukuaji, na kipindi hiki ndicho watu hawakipendi. Kipindi hiki cha kusubiri ndio wengi hawakitaki, maana ni kipindi cha majaribu na changamoto. Ni kipindi ambacho ni cha kulia na kusaga meno, ufikie mahali ujutie mpaka utamani kususia. Lakini hapa bado kunatakikana hatua ya imani. Ndiyo maana Petro alipoona ya kwamba vimeshindikana usiku mzima, inaweza kuwa ndio nimeomba sana, nimefunga sana, nimetoa sana, nimetumikia Mungu sana, lakini faida ya wokovu bado sijaiona. Yale maombi ninayoyaombea na mahitaji yangu katika maisha yangu sijafikia kuyaona. Bwana Yesu asifiwe. Kucheleweshwa kwako kwa maombi yako haimaanisha kwamba Mungu amekusahau. Haimaanishi kwamba Mungu amekuacha. Bado katika nafasi ya kungojea wakati wa Mungu. Maana kuna majira na kusudi katika kila jambo. Hivyo katika nafasi ya laini yako ya kusubiri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wengi husubiri katika mahali tamaa ikawakatisha. Wakakata tamaa, wakashindwa kuendelea mbele, kwa sababu amesubiria kilicho chema, lakini wanachokipata ni aibu. Wanachoipata ni fedheha na kuaibishwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini tunaona ya kwamba Petro hakukata tamaa, hata ingawa alifika mwisho. Na kwa nini alifika mwisho? Alikuwa na mazoea. Nataka nikwambie ya kwamba katika hatua ya imani, uzoefu hauwezi fikisha majira ya Mungu juu ya maisha yako. Kuna kumtumikia Mungu na kufikia mahali uzoefu ukawa ni mwingi. Hatujakuwa Petro alikuwa ametenda dhambi. Si alikesha usiku mzima. Watu wanaopanda hawapandi mitaani, wanapanda katika shamba la Bwana. Hata Petro alikuwa shambani mwa Bwana akipanda usiku kucha. Lakini kwa akili zake na kwa uzoefu wake ikafikia mahali akachoka. Vivyo hivyo na walokole wa leo hufika mahali wakavaa uzoefu ama uvivu, wakawa wavivu. Wamepanda, wamechoka. Sitapanda tena, sitaomba tena, sitafunga tena, sitatoa tena, sitatumika tena, ninaacha. Bwana Yesu asifiwe. Hata Petro naye alipoona ya kwamba amekesha usiku mzima na hajapata kitu, hata na yeye muda ulifika akaacha. Akaketi, akasubiri, akaendelea kuosha nyavu akitarajia kwamba nitarudi tena nione nitapata nini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini harakati ya kwamba anasubiria ni kitu gani kitatendeka, hapo ndipo matumainio yake yakashuka. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa kungoja, majira ya ukuaji, hayo ni majira ya ukuaji. Majira ya ukuaji, kile kipindi cha kusubiri ni kipindi chako cha ukuaji. Lile neno ambalo nilipanda, je, limepata kuzaa nini? Je, linatimia? Je, linakuwa, linaongezeka, ama bado nilipanda niko pale pale? Bwana Yesu asifiwe. Hayo mambo unayoyaomba, je, yamefikia hatua gani? Je, nasonga hatua ya kwamba unaweza ukashuhudia, ama bado yako vile vile tangu ulipoyaomba? Sadaka uliyoipanda, je, imezaa matunda katika maisha yako, ama bado iko pale pale? Ndio tunaambia kwamba kuna majira ya kungoja ambacho ndicho kipindi cha ukuaji. Ukipanda lazima usubiri, na wakati unaposubiri ujue kwamba kuna majaribu na subira na kuendelea kuamini kwa Mungu. Amen. Kile kipindi ambacho nangoja, kama vile nimekupa mfano wa mkulima, yeye husubiri akiamini ya kwamba yote yatakuwa sawa. Tena sisi walokole ambao tumelijua jina la Yesu Kristo, sisi ndio tuna faida ya kumshukuru Mungu kwa yote ambayo ametupatia, ya kwamba katika jambo
ndiyo hukumu uko. Hali ya ukame hutokea, changamoto husimama, majaribu huja. Lakini katikati ya majaribu tunapatikana katika nafasi gani? Je, tuna muda wa kumsubiria Mungu? Je, tuna muda wa kuamini katika Mungu? Je, imani yetu inatusukuma wapi? Ya kuosha mkono na kuacha, ama kubaki katika nafasi ya kusema bado nasubiri? Nenaji wa subiri asubuhi amesema kwamba kuna wimbo haupendi. Kuna nyimbo zingine zinashukisha utukufu wa Mungu, zinamuondoa kabisa wewe bali. Maana Mungu atakapokubariki bado humwambii Mungu asante maana amekubariki. Lakini katika majira ya magumu na mateso, hapo ndipo najua Bwana waweza. Ama wewe Mungu, mimi kuna nyimbo yasipende mimi ni Mungu wangu wa sababu. Kwa nini nipitie haya? Mungu alisamehe, sitaki hiyo nyimbo kwa kinywa changu. Haishinde maana ni nyimbo ya kurudisha nyuma. Misri kabisa. Mungu wangu wajua sababu. Kwa nini yapitie? Nimepigwa kofi usiku na mwambia Mungu wajua sababu kwa nini nipitie haya. Nitakuwa katika maisha yangu ya kiroho kimwambia Mungu ajua sababu. Na nisipomkumbusha, na amesema kwamba tuhojiana, tuelezane. Unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Mimi namwambia yajua sababu, nigana na ijiona, ni wengi kila mmoja anapeleka uvi lake. Bado simkumbushe na mwambia wajua sababu. Lakini wakati ni Bwana zinaendelea vizuri, chapati zinakuwa brown. Ni Bwana nasukuma nikibalia kwa pani. Nasukuma ni Bwana. Wakati wa changamoto na majaribu, wakati wa kusubiri. Pia hicho kipindi kivumilio, mwambie asante Yesu kwa kuwa wewe. Amen. Hata nyimbo za kumwambia Bwana ni asante zinakuinua katika chini ufike juu. Amen. Asante Bwana Yesu kwa kuwa wewe umwema. Watu wanashangaa huyu anashukuru nini? Kumbe hapo ulipo ndio unasaga meno. Hicho kipindi ni kigumu kwako, lakini hakuna mtu atakuelewa anga yako. Amen. Wewe wakati wa machozi unamshukuru Mungu ukimwambia asante maana wewe ni mwema. Wakati wa furaha pia asante Bwana maana wewe ni mwema. Uinuliwe Bwana. Ainuliwe hata wakati wa kusubiri. Amen. Hata ukifika pale ulipolipanda halitatoa faida, bado mwambie Bwana ninakushukuru kwa sababu umenifikisha hapa. Nakushukuru Mungu wangu maana umenifikisha hapa. Ni mengi umetenda maishani mwangu. Baba, napenda nikushukuru. Kuna ndege wangani hawali wafuni, hawaeki galani, lakini kila wakati unawapa mtaji. Na mimi ambao umenipa miguu miwili, umenipa mikono miwili, umenipa neno, si zaidi? Imani yako iko wapi mpendwa mchana wa leo? Wakati wa kusubiri hapa hakuna mtu kupendwa, hata pasta atachukiwa. Kwa sababu pasta akitia moyo atambua yule pasta hajui kile anachokipitia. Ananishauri vile tu maana hajapitia mateso. Yule pasta yule hajui kile anachokipitia. Ndio hajui yule pasta. Lakini huenda na kikubwa zaidi ya kile chako unachokisema wewe, ashakipitia na akatoboa katika maisha. Akikutia moyo haimaanishi kwamba hajui unachokipitia. Ndio ni kizito kwa kweli ukitazama. Lakini ukiweka imani na tumaini kumwamini Mungu, yote inawezekana. Petro akajua ya kwamba ndio amekesha usiku kucha kupata kitu, lakini akaendelea kumwamini Mungu. Majira yako usiku kucha naweza sizae matunda, lakini kwa kesho yako ama kwa asubuhi yako ikawa ni ushuhuda na ushindi. Amen. Petro alikesha usiku mzima hakupata kitu, lakini kwa alfajiri iliyo njema ikawa ni ushindi wa maisha yake. Kwa asubuhi iliyokubaliwa na Bwana, maana ndio wakati ambao Mungu aliruhusu. Hapo ndipo baraka zake zikaonekana. Wakati Mungu anaachilia wakati juu ya maisha yako, hata baraka zako zinaonekana waziwazi. Hazifichiki mpendwa. Wakati wa kubarikiwa, wakati ukifika wa nyakati za Mungu, baraka za mwanadamu hazifichiki tena. Tena zinakuwa ni kubwa na nyingi kuliko vile alivyotarajia. Leo hii unaomba, hata wewe unaomba kwa kidogo tu, lakini kila ambacho Mungu anakitaachilia juu ya maisha yako ni kikubwa kuliko yale unayoyaona sasa. Bwana Yesu asifiwe. Hata Petro alipokuwa akiamini kwamba anataka hao samaki, kawaida yake na uzoefu wake hapo akivua samaki wengi vile, lakini wakati Yesu Kristo alimshukia mwenyewe kwa neno lake, alipoamini kwa neno,
Muujiza wake ni kwamba boti lake lilijazwa samaki wengi mno, kiasi cha kwamba hizo nyavu zikawa kama zinakatika. Wakapungia mkono na wengine kuja kushuhudia ile neema Mungu ametenda. Na iwe hivyo kwako maishani, ya kwamba kile ambacho unapanda siku ya leo, haijalishi ni cha uchungu namna gani, haijalishi unaona ni mzigo namna gani, ifike majira ya kwamba baraka hizo unapozipokea zisiwe kwako peke yake usifurahikie, bali hata jamii yako na kizazi na community na kuzunguka washuhudia hiyo mema ya Mungu ambaye ametenda juu ya maisha yako. Haleluya! Hata utumishi na huduma ulionayo isiwe ya faida kwako maishani peke yake, bali na kwa mwingine anayesikiliza injili hiyo ikamponye. Haleluya! Haujaokoka uwe faida kwako peke yako maishani mwako. Hata Petro wokovu wake ukasomeka faida, uvuvi wake wa samaki ukawa faida kwa mwingine. Mungu akamjaribu kwa jaribu kubwa sana, aone vile Mungu anatenda kwa ukubwa. Mungu hatendi kwa udogo. Muujiza ulichukua muda kutendeka, ulicheleweshwa usiku mzima, ulicheleweshwa kwa miaka yote, lakini kwa alfajiri iliyo njema na kubalika na Bwana, ushuhuda uliotokea pale ni mkubwa mno, kiasi cha kwamba akasema ya kwamba na mimi siwezi kufurahia baraka hizi za Mungu peke yangu, lazima niwakumbushe na wenzangu, niwajulishe, niwaambie jamani, na yale ambayo nilikuwa nikiyaombea ndio haya yametendeka. Njooni tumsifu Bwana. Haya, njooni muonje Bwana ni mwema, maana ametenda, amefanikisha hili. Sasa njooni kwa ushuhuda na kwa shangwe na vigelegele nyumbani mwake. Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru. Haleluya! Akapungia mikono na wengine wakafika, wakashuhudia ile ambayo Bwana ametenda. Bwana Yesu asifiwe. Je, imani yako inapotendewa ina nafasi ya kumshirikisha mwingine? Ninacho asubuhi leo kana nitengenezea njia ya kwamba kila mkufunzi na mshirikishe, kila mwanafunzi amshirikishe mkufunzi wake, na sio kwa mabaya peke yake, bali unaambia kwa mema yote na kwa mabaya yote. Lakini wakufunzi mara nyingi tunashirikishwa yale mabaya, tena ile worst kabisa, ile worst kabisa imeharibika, haiwezi kutengenezeka, na bado mkufunzi ataikamilisha kwa Mungu hivyo hivyo kwa machozi. Mungu, naomba ubadilishe hii, na itatendeka kwa utukufu wa Mungu. Na ikitendeka hata ushuhuda angalau uje umwambie tu, hasa ni kweli, lakini ule ujumbe nilikuja nikakupatia niombee, Mungu ametenda. Hatutakusikia ukishuhudia hapa, hata kunifuata kwa chemba ya siri ulikonifuata pia sitakuona mwanangu. Sasa mimi naendelea kuomba, maana sijui umetendewa. Sasa jua kwamba ile hoja yako niliyokupatia bado unaendelea kuiombea. Kama ulijibiwa, sema tuweke tiki kwa Mungu. Ndoa ilikuwa ina vita, haina amani, mpaka umeambiwa ya kwamba mwaka huu ni mwisho, wewe shika virago, enda kwenu tuachane, mimi na wewe ni basi. Ulimshirikisha mkufunzi, akasimama kwa sama kaomba, maana alipanda maombi, anasubiria majira. Ukishuhudia tu ni majira tayari Mungu amejibu. Huo ni wakati wangu, Mungu amenijibu. Mungu umejibu kwa wale wazee, umejibu kwa wale wamama, umejibu kwa ile familia walikuwa hawana kazi, Mungu umetenda. Mungu alikuwa analia, Mungu ni asante. Kuna mengi mtumishi anaombea, na si kanisa lake peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shetani yuko mbioni kuvuruga kila upande. Kuwa na muda wa kusubiri na kuvumilia na kuamini kwa Mungu. Asipojibu kwa mchana, atajibu kwa usiku. Asipojibu kwa usiku, bado asubuhi atajibu. Asipojibu kwa hiyo siku, bado kunaitwa kesho atajibu. Mbona tuchoke katika kusubiri wapendwa? Hata wachungaji wengi katika kusubiri kuchoka, wakaona huduma haina faida, wanaingia hasara, kila kitu wanagharamika wenyewe. Wakasema kama huduma ni hivi, mimi acha nioshe mkono, napiga moyo basi ni basi. Labda huo ndo majira ambao Mungu anataka kumbariki mchungaji, lakini hajatambua majira yake ni namna gani. Zile vita ambavyo wewe unapitia, zile vita ambavyo wewe mchungaji mwenzangu unavipitia, pale moyo wako ukiumia tu, jua ya kwamba kuna majira Mungu anataka kwa ajili ya jibu juu ya maisha yako. Amen. Hakuachi hivi hivi, anajua ya kwamba amekuita.
Anajua kazi aliyokuitia ndani yako. Usikatishwe tamaa kwa yote unayoyaona mchana wa leo. Kuna wakati wa kusubiria, na kusubiria huko hautasubiria kwa tambarare. Kaa ukijua ya kwamba kusubiria kwako ni kwa hali ambayo ni ya utatanishi. Hata wengine watajiuliza, mbona wewe ni mchungaji na mbona napitia magonjwa kila siku, mbona napitia haya? Na majira yangu nasubiria Mungu atajilia jibu. Wako hukumu atasimama hukumu. Haombi tena. Aliacha Mungu. Hatoi tena. Si kazi yako kujitetea. Usimsaidie Mungu kazi. Muachie afanye mwenyewe. Namwambia Mungu, hata hili pia najua litapita. Bado nina muda wangu. Mungu utanipa jibu la uhakika. Tena sina mabadiliko. Maana baraka za Mungu si za kigeukeu. Tunaambiwa kwa Mungu hakuna kivuli cha kugeuka geuka. Ya kwamba nibariki na kazi leo kesho imeenda. Hakuna. Labda hiyo haikuwa ya mpango wa Mungu. Lakini ya mpango wa Mungu ni imara, na ikisimama inasimama. Amina. Bora imjue Mungu, hata hiyo kazi italindwa na Mungu. Amen. Ndio maana mchungaji asubuhi akahubiri akasema ya kwamba wakati mwingine tunabarikiwa na hizo kazi pia tunazipata. Si kwamba hatupati, lakini tukipata kwa sababu hata Mungu mwenyewe pia hazijui. Hiyo biashara uko nayo pia mchungaji hakujua kama tulifungua biashara. Sasa wakati namwambia biashara yangu ilirudi chini na ilifunga mlango, anakushangaa, kwani ulifungua lini? Si mchungaji asubuhi amesema wacha umpe mzigo mchungaji pake ila na hiyo lenye yake. Ana makanisa mangapi anaombea, ana washirika wangapi anaongea. Hawa hatakuwa na muda wa kusengenya nje. Atakuwa muda wake na ratiba yake yeye na Mungu. Msumbue mchungaji wako. Amen. Msumbue. Mwana usipomsumbua hana kazi ya kufanya kwa madhabahu. Si ameitwa? Si ni mchungaji? Je, unanisumbua? Mbona nisumbue mpaka hii kichwa iume vizuri? Kwa sababu nina maswali ya kumuuliza Mungu naye. Nimwambie Mungu, mbona hapa bado? Ni nini kinaendelea? Anipe hiyo connection. Mwambie mshirika fanye ABCD. Na niseme na kila kitu kiende sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini mimi unanipa nimsaidie Mungu kazi. Mimi ndo namsaidia Mungu kazi, maana sijui ninachokipitia. Lakini unacho mpaka unajificha ficha unachungulia. Niende ama nisiende? Njoo mwanangu, mlango uko wazi. Amina. Amen. Tunaomba kuna Mungu wetu ambaye halali wala hasinzi. Hasinzi. Na wachungaji pia nao muda wa kulala wanaopata wapi? Na kila ukilala makombora ndio haya. Kila ukilala kombora ndio hivi. Una muda wa kulala unalala ukifanya nini? Neno la Mungu na maombi. Wengine usingizi Mungu ataondoa. Atakupa utulivu wakati wake. Wakati Mungu anaondoa kilicho changamoto hiki, anakupa utulivu. Yule mama aliponiambia hapa, hiyo kitu ilinikosesha amani wiki nzima. Na imagine nibeba kile kitabu cha contact nikatafuta jina lake nimpigie. Nimuulize mtoto anaendeleaje. Wapenda nilichokora hicho kitabu hata hiyo jina nikashika. Yule mama ameniambia anaitwa nani? Lakini kile kitu hicho kitabu, yani nilipotoka hapa nilikosa amani wapenda. Kuna hoja unaweza ukaipewa, ukamwambia tuombe. Ukaomba na yeye ukamwambia amani ya Bwana ikutangulie. Na ikawa unasikia tu kuna utulivu. Lakini umemwombea, anaondoka, tena unaona ile machozi kwa macho yake. Halafu kuna kitu bado kinasema ndani yako. Zama zaidi. Zama zaidi. Anaenda kwa geti na mwangalia, zama ndani zaidi. Wapenda nilikuwa na wakati mgumu hiyo Jumapili. Hata nakumbuka nimwambia Deacon, nikamwambia mzee Elvis, tumkumbuke yule mama. Ameniambia kitu ambacho ni kikali sana. Anahitaji msaada wa maombi. Tumkumbukeni kwa maombi. Nadhani pia mama leo nimshirikisha. Tumuombeeni huyo mama. Mtoto wake ni mgonjwa na ameingizwa kwa ambulance, anapelekwa Msambweni. Mimi sitaki mauti kwa hii kanisa. Na nilipoondoka hapa jioni, maana niliondoka kuchelewa, nikaenda zangu nyumbani. Kufika kwa nyumba nikapeana mtoto kila kitu, nikajiteka nikakuwa peke yangu huko ndani. Nikiwa huko ndani bado nataka kutafuta hilo jina nisome ni nani huyu. Wapenda sikusoma hicho kitabu, na sikifungua. Sijakifungua hicho kitabu. Na desturi yangu nilikipitia na washirika leo ni wangapi, sikukifungua. Kila nimekishika kabisa, lakini mikono yangu hapana. Nasikia tu na magotini, omba. Nilichukua hicho kitabu nikaregesha mahali kwake.
Na nikamwambia Mungu, najua kuna kitu nataka kusema nami, nataka useme nami. Kila nikiomba hivi nafunuliwa tu maombolezo. Nikamwambia Mungu, si wakati wa mauti, huyo mtoto hafi, anaishi kwa jina la Yesu. Niliomba pale mwenyewe kumwambia Naomi. Na mande kazini nikakosa, huko kazini nafanya kazi, lakini kika majira yangu naenda kwa pembe. Mungu, naomba ukumbuke hii jamii. Mungu, naomba usimame na huyo mtoto, hata kama amezungushwa kila hospitalini, lakini Mungu akutane na wewe kule aliko. Hiyo hali mpaka mzazi anaenda akiwa ameshtuka, si hali ya kupendeza. Mungu, simama katika hii nafasi. Jumapili nilipokuja nilipomkosa, lakini niliomba kwa kipindi cha usiku wa manane, nikafunuliwa ni amani. Nikamwambia Mungu, nakushukuru kwa sababu sijapata simu ya habari mbaya. Ninaamini ya kwamba Mungu ni taarifa iliyo njema. Endelea kukamilisha taarifa iliyo njema. Jumapili nilipofika sikumuona, nikaendelea kumwombea kwa siku, kumwambia Mungu endelea kufuatilia. Wakati mwingine zaona mchungaji anaomba hapa, anaomba maombi marefu. Ukasema mchungaji ana challenge gani? Ana mateso anapitia mali nini? Kuna hoja zingine wapendwa, usiwezi kuziombea kwa nyumba peke yake. Zingine inabidi nazileta kanisani hapa. Inabidi namlilia Mungu, nimekuja kwa madhabahu yako. Mungu, najibu katika madhabahu. Umesema ibada inaanzia nyumbani. Nimekuanza katika nyumba. Bado hata hapo madhabahu naomba nikuone. Naomba nikuone katika hili. Wewe ukiomba umemaliza, mchungaji bado anaendelea na channel ya mama. Asubuhi leo nikawa ninajitayarisha, nikafungua tu data yangu on. Huwa sina desturi ya Jumapili kuingia kwa WhatsApp, hata messages zikaingia ngapi. Wale nifungue online, niangalie ratiba yangu ya ujumbe upo ama umefutika, ni uprint vizuri, ni wadai vizuri, nikumbushane na Mungu, niweke vitu zangu sawa. Kifika huko nikapatana na mtu asimjui. Niliona jana amenisalimia tu, "Hi mom," nikamwambia hi tu na nikanyamaza. Na nikatoka online nikalala. Kana nilikuwa kutarisha ujumbe wangu, nikafungua data. Tarisha kipisi kimoja na kiacha. Nikaandaline ujumbe fulani point moja na acha. Afungua tena siku nyingine. Sasa jana nikakutana hizo message za salamu. Nikasalimia na nikaacha, maana mimi si mwepesi wa kujibu mtu ambaye simjui. Sasa nashindwa, watu wengi huja wakisema mchungaji wakilia, lakini matapeli na unatumia jina la mchungaji. Kwa sababu huenda kwa setting kama mmoja alisema kwamba simu yangu nikipiga inaenda pastor kwa simu yake. Which means kuna vile ambavyo kama umejibeba, umejizoesha, unajiita jina gani kwa simu yako, bado inahifadhiwa kwa simu yako. Na mimi settings zangu hata ukinipigia kama wewe ni scammer na kushika hapa kwa simu, nikitaka kushika nikwambie halo na shika, nisipotaka ibaki. Jumbe ule ukakuja, lakini ikaonyeshwa ametoka wapi tayari. Simu yangu ikaniambia. Asubuhi nikiwa niko pale ndani, kasoma alafu nikamuita mwanangu. Kazungumza mawili matatu na purity, alafu nikamwambia sawa, asante kwa kuniambia kitu. Nikaona afadhali nimjibu huyo mtu. Ndipo mjibu ameniumiza moyo wangu sana. Naambia mimi mama, sina mazoea na wewe na sikujui, sijai kukuona kwa macho yangu haya. Lakini nimepata namba yako kwa grupu fulani na sijaona hata profile picture yako. Niona tu, nilienda tu kwa grupu hivi na nilipofika tu kwa namba yako nikastulizwa hapa. Na nikaonelea niseme shida yangu kwako, unisaidie. Nikashindwa, huyu nitapeli gani huyu? Na nataka nimsaidieje? Sikudharau. Saa 12 alfajiri nikatulia, nikamwambia sawa, karibu. Nilipomwambia karibu, akajieleza. Jumbo lilikuwa mzito. Sasa najipanga, najiuliza maswali, hata namsaidiaje? Mimi mwenyewe pia nikijiangalia siko sawa. Na huyu anataka msaada, tena ni msaada wenyewe. Mungu nisaidie, neema yako itoshe. Nikamwambia sawa, nakusaidia. Sasa hivi usitoke online. Anambia sina credit ya ku-SMS wala kupigia. Lakini ndio maana data yangu bado iko kwa simu, ndio maana nimekutext through WhatsApp. Nikatoka hapo online, nikachukua hiyo namba.
nikaipiga direct, nikaongea naye, nikamaliza na nikafanya hatua ya matendo. Nilipomaliza matendo, nikarudi tena kwa WhatsApp, nikaongea na yeye, akanambia asante. Nikamtia neno la himizo, nikaomba na yeye, na nikamwambia Jumapili njema. Natoka online mimi saa hii, nataka kutoka niende kanisani. Kuna watu wanaumia hii dunia. Ndio maana nimesema Petro alipobarikiwa na Bwana hakusema ya kwamba hii ni yangu peke yangu. Alijua kuna yatima pale nje, alijua kuna kijana anahitaji, kuna mzee anahitaji, kuna mama anahitaji. Ndoa yako ukiombea ikiwa njema, kumbuka kuna mwingine analia pale, mwambie Mungu, huu wema wangu wa ndoa yangu ikiwa na amani hivi, na mwingine anaponitazama hivi, tukitembea hivi, hata kama na changamoto na aponywe. Wengine huponywa kupitia jinsi wewe unavyojiweka, bila wewe mwenyewe kutambua. Hiyo ikiwa ushahidi mojawapo katika maisha yangu. Kuna watu ambao wananisoma katika viwango bila mimi mwenyewe kujua. Kipindi fulani nikawa sirauki kanisani sana, nikaenda nikasimamishwa na familia nyingi. Mbona ndugu hatumuoni? Alienda wapi? Nawambia anakesha kanisani siku hizi. Hatujakuzoea kwenda wewe peke yako. Unatutia moyo hata kama sisi tunaramba makofi kila siku, lakini tunajua ya kwamba ipo siku na sisi tutaongozana hivi. Na ndio maana hata Jumapili ukimaliza ibada, mkikuja nyote na pikipiki hivi, mama, wacha tuseme leo tuna amani. Namwambia Mungu asante. Kumbe kuna wengine wanafarijika tu vile wewe unaishi tu, wanatika moyo vile wewe unaishi tu. Mungu hajakujibu leo, sio kwamba amekusahau. Akikujibu kesho, kuna mwingine na ushuhuda wa maisha yako. Kuna mwingine amebeba pale ile siku ulipookoka, alitembea na chaneli yako. Maisha yako yalikuwa magumu, yalikuwa mateso. Huduma yako vile ulivyoianza ilikuwa ngumu sana. Sasa akiona vile iko na vile huko, anatika moyo, anasema wacha nipige hatua. Kesho yangu ni njema na mimi. Ipo wewe siku ya leo unakata tamaa na vitu unavyoviona siku ya leo.